kwamba tucheze. Ili neno liheshimu sana. Ya ogopa maji yaliyotulia. Si umenielewa? Usitie mguu, umeondoka. Hatuchezi. Sababu za wao kugomea mchezo hazikuwa za maana. Umeelewa? Unataka kuniambia kwamba hapa hakukuwa na jeshi la polisi? Jeshi la polisi lilikuwepo. Ukiangalia hapa unaona askari kibao walikuwepo hapa. Walikuja kwa ajili ya kutuliza kile ambacho ni ghasia. Umeelewa? Tukuulize wewe kitu kimoja. Sakata lililotokea Mwanza, unalikumbuka? Lilikuwa ni sakata kubwa ambalo mpaka mlinzi wa usalama wa mkoa alifika pale. Ambapo ndio ilikuwa sakata kubwa kuliko hili hapa. Lakini kilipigwa. Kwa nini hapa kisipigwe? Tayari wameshaona kwamba nini kinachoendelea. Ukiviangalia hivi vibabu maskini ya Mungu, vibabu vyenyewe havina taasisi vichawi. Vinazungumza kabisa. Waje sijui na nini tukipige. Wewe mzee gani wewe tu? Katika hao wazee, miongoni mwa hao wazee kuna wazee walisema kwamba akiguswa chaza huwa tunang'oa vitu. Unaona wale wazee? Wale wazee wamelitia hasara taifa. Wale wazee ndio wameshinikiza watu wa Simba wakang'oa viti hapa, unakumbuka? Sasa hawa watu kwanza nilitegemea kuona mpaka sasa hivi wako jela wale wazee. Lakini tunaona mtaani wazee wamefanya uhalifu kwenye uwanja wetu wa Benjamin Mkapa. Wazee wanataka kuongeza uhalifu wa mara ya pili. Wanaleta gari imejaa mbuzi. Mbuzi zinakanyaga uwanja zinakula majani ya taifa. Ndio maana tunafungiwa sisi. Kwa sababu ya watu wauni kama hawa hapa. Kwa hiyo tunachokisema sisi, Dar es Salaam Africans ipo kwa ajili ya kuzifuata sheria, kuziokoa sheria ili na hao walioko huku chini wanufaike na sisi. 35 tumezaliwa sisi. Sisi ndio wakubwa nchi hii. Kwa hiyo lazima tuwaokoe wadogo zetu. Sheria tuitetee ili iende sawa. Tuwaombe viongozi wa serikali. Waacheni, kaeni pembeni, waacheni kwanza hangaike hawa. Ili wajue kwamba wamewekwa pale kwenye vile viti wamekaa. Wapo watu ambao wana uwezo wa kukaa pale na wakaongoza mpira. Wewe umekaa pale unatumia wewe mapenzi yako na mahaba yako wa timu yako. Hujawekwa kwa ajili ya kufanya hivyo. Fanya kazi yako kwa mzuri ili upendwe na watu kwamba huyu sio Simba sio Yanga. Anafanya kazi yake vizuri. Nenda ukawatetee na vilabu vingine. Wewe haupo kwa ajili ya timu yako. Ungekuwa hivyo ina maana kila mtu mwenye timu yake angekaa hapo. Upo kwa ajili ya kufuata sheria na uwatumikie watu. Hatutaki ukae hapo kwa ajili ya manufaa ya timu zingine. Nyosha sheria. Wewe Busara anacheza namba ngapi kwenye sheria na kanuni? Umeiona wapi? Tunarudia kusema kwamba busara sio malezi. Hayo mnayoleta nyinyi ni kuharibu vizazi. Taifa linaona aibu. Wakenya wanatoka huko wanakuja hapa kufuata mpira, kuja kuangalia dabi, lakini mechi hamna. Tunaambiwa tu kwamba ghafla tu mechi hamna. Mnawaambia nini viongozi wenu? Viongozi wa Dar es Salaam Africans tulishawaambia na tunawaambia kwamba mkisubutu kukubali kwamba tucheze, sisi mashabiki humu ndani hatuingii na utatubeba wote atakayekubali kwamba ichezwe. Kwa sababu sisi ndio tumeweka pale. Busara gani? Busara hapa hakuna. Kama subiri nikwambie, kama ni busara ishafanyika sana. Sisi nilitegemea ile 2021 kwamba Simba angeungana na sisi kwa lengo la kuitetea kanuni na sheria. Kwa sababu unapoahirisha mchezo kutoka saa 11 kwenda saa 1, kwanza kisheria na kikanuni umevunja. Umeelewa? Umevunja taratibu zote za kisheria. Umeingiza busara zako. Sasa sisi tupo kwa ajili ya kunyosha na ndio maana sisi tuliingiza timu wakati mwafaka. Tukasema hatuko tayari kuvunja sheria. Lakini Simba pamoja na kushirikiana na bodi ya ligi waliamua kuzivunja sheria. Alafu wanasema kwamba wao wametubeba sisi sijui tutakuwa sisi tupo kwenye pointi 3. Kweli? Simba wanasema wao ni waungwana jana. Nenda kawaulize kitu kimoja. Kwanza kikao chao cha jana hakina maana. Kwani walivyoitisha ile press, mada yao kuu ilikuwa ni nini? Hawakusema mada yao kuu au lengo lao ni nini. Tunachokuuliza wewe ni kitu kimoja. Nenda kawaulize wale watu wa Simba wote. Wao ndio walikuwa wa kwanza kutoa malalamiko, si ndio? Malalamiko yao yametekelezwa mpaka sasa hivi wanautaka mchezo. Sasa hivi wanavyotaka huo mchezo, malalamiko yao yamekwisha. Kama tayari wameshatekelezewa haki zao za kimsingi, basi na sisi sasa haki zetu kwanza zitekelezwe. Pacha kashatekelezewa za kwake na sisi tunataka za kwetu. Ambazo ni pointi 3, Almas Kasongo yeye Mobali Nanga aondoke. Na yule mwenzake yule nani yule? Mguto. Naye aondoke. Sasa wewe Mguto Tanga wamemfukuza wewe unamleta hapa. Kweli jamani uko serious na mpira? Yaani mtu ambaye ametimuliwa wao uko Tanga kwa sababu ya kuendesha klabu tu moja. Hawamtaki. Wao unatuletea kwenye kuongoza mpira wa vilabu vingi. Aondoke. Mguto si wa TFF, rais wa chama cha Federation ya mpira Tanzania. Ndo anajiita rais. Tunamuomba na yeye pia aungane na bodi ya ligi kujiuzulu. Haiwezekani ajiuzulu. Haiwezekani rais wa mpira
unakuja unazungumza maneno kama haya yaliyozungumzwa hapa. On top of it unakwenda mbali zaidi, unadhalilisha tasnia za watu. Lakini kabla hujaingia, hujapata taarifa yote kutoka kwenye kamati zako ambazo zimeahirisha mpira, unahojiwa ukiwa uwanja wa ndege, unatoa maoni yako kwamba hakuna wa kujiuzuru, hata hao viongozi wanapaswa kujiuzuru na wao wako sawa. Tafsiri yake ni kwamba wakati rais hayupo, tayari taarifa hizi anazo, na yeye ni mmoja katika viongozi walioshinikiza, waliotoa maelekezo mechi ile isichezwe. Hiyo ndio tafsiri yake. Kwa hiyo tunamuomba Karia na yeye ajiuzuru, aondoke na bodi yake ya ligi, ipangwe mechi, tutacheza. Hatuiogopi Simba. Hata tukiamshwa alfajiri, sisi tunacheza na Simba na tunamfunga. Simba hana ubavu wowote na kwa Yanga. Tumemfunga mara 4 mfululizo. Ile tarehe 8 ilikuwa mara ya 5 na wamechungulia, walikuwa nakula 8. Wamekuja na mbuzi zao na wazee wao, wamestukiwa, wamezuiliwa. Aliyezuia ni meneja wa uwanja na hakuwa na taarifa. Na pamoja na ulinzi wa uwanjani. Yanga tukuzuia, sisi hatuna mandate yoyote ya kuzuia mtu, timu yoyote isiingie kwenye uwanja kufanya mazoezi. Sisi ni kina nani? Hatuna funguo za mageti sisi. Sisi hatulindi uwanja, tunazuia nini? Klipu zimetoka juzi, hakuna mtu yoyote aliyezuia kupande wa Yanga. Walikuwa wanajizuia wenyewe, wanatengeneza sinema. Hizo sinema sasa Karia wanafanya wao na Simba yake. Wanatengeneza sinema wajizuie ili waondoke, waonekane ile mechi wamezuiliwa. Wakawa wameiwini TFF. Wamefanikiwa katika hilo. Lakini tunasema tuko tayari kucheza mpira muda wowote, alfajiri, usiku wa manane. Lakini bodi ya ligi na rais Karia wajiuzulu. Tunacheza mechi muda wowote. Yanga oye! Daima mbele! Nyuma mwiko! Tumemaliza.